lakini mpaka sasa hivi Simba na Yanga ni gap la pointi moja. Kwa upande wako wewe, kwa tathmini yako kama kwa jicho la kiuchambuzi, kwa hatua tuliofikia ya ligi kuu yetu ya NBC Tanzania Bara, natumai umeangalia mechi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hatua hizi kwanza wewe unazizungumziaje? Hizi ni hatua za maamuzi zaidi, kwa sababu tumefika hatua ambayo tunasubiri kumuona bingwa. Tuko kwenye hatua ya mwisho ya ligi, yani kipande cha mwisho cha ligi, na wakubwa wawili wanapishana pointi moja. Tunaona wenyewe wana game yao ambayo inaweza ikaamua bingwa, kwa tusubiri game yao tuone nini kitatokea. Yes. Umeangalia kuanzia mwanzo mpaka hivi vipaji vya Kitanzania, watu maana huaga wanalia sana inapofika kwenye msimu wa usajili. Watu wanasema kwamba usajili ufanyike, wachezaji wa Kitanzania wapewe priority kubwa, lakini katika jicho lako wewe ulivyoangalia, kuna haja ya kupunguza wachezaji wa kigeni, ama tuendelee nao wale wale, ama tuongeze zaidi ili kupata manufaa zaidi ya wachezaji wa Kitanzania? Hiyo hoja kidogo mimi nakinzana nayo, kwa sababu tukirudi kwenye point ya msingi, sababu ya ligi yetu tu sasa hivi kuwa top 6 Afrika sio wachezaji wa ndani. Wachezaji wa kigeni ndio wana push hii ligi inapanda. Kama sio wachezaji wa kigeni, maana yake ligi yetu isingekuwa hapa tulipo, kwa sababu ukiangalia namba, ukiangalia takwimu zinavyosema, yani wachezaji wa kigeni wanatupushi sana. Sasa hivi Simba, sasa hivi tukienda Simba, wachezaji wanaoongoza kwa kuscore wote ni wageni. Ukija Yanga, mzawa ni Clement Mzize peke yake. Ukienda Azam, wanaofanya vizuri wote ni wageni. Kwa hiyo tunahitaji wachezaji wa kigeni zaidi waje kupush ligi yetu. Kwa hiyo na sifungamani na pointi ya kwamba tupunguze kuwatazama sana wageni. Mimi napendekeza wageni tena tuwaongeze, ila tu kuwe kuna vigezo fulani vya wageni kuja, yani wasije kama wanavyokuja sasa hivi. Kwa mfano, ligi ikifikia hatua ya kuwa namba 6 Afrika, au kwa sababu top 6 kwenye ligi za bara fulani, si ndio? Maana yake hizo ndo ligi ambazo zinatazamwa zaidi. Kama ligi yetu ishafika na kuwa namba 6 Afrika, alafu anakuja mchezaji wa timu fulani kutoka kwenye taifa lake huko kwao, ambaye hata wenyewe hawamjui, acheze national team, hivyo ndio vitu ambavyo atakao viangalie. Usisahau lakini na tuna timu inashika nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Course wachezaji wa kigeni wanapush. Nikisema wanapush, maana yake ndio hiyo. Kama timu inafika nafasi ya 5 Afrika, tukija kwenye numbers, Simba imecheza finali mwaka huu ya kombe la shirikisho Afrika. Ukiangalia bado namba kwenye hayo mashindano, pia wageni ndio wametufanya tufike hapo. Ukiangalia goalkeeping, tumeona juzi amedaka Al-Salum, makosa ya kawaida kabisa ya mbani, yani kama mchezaji wa daraja fulani la kawaida sana. Kwa hiyo mimi naona wachezaji wa kigeni wanaleta motivation kwa wachezaji wetu, yani waongezeke tu, yani waje, kwa sababu tunaweza tukana wachezaji watatu wazao au wanne wakawa bora, kwa sababu wageni wanafanya kitu kikubwa zaidi. Yani kuna wachezaji wazao sasa hivi ukiwatizama wanakopi vitu kutoka kwa wageni, na ndio maana sasa hivi tuna grupu dogo tu la wachezaji wazao wazuri, lakini ubora wao ni uko vizuri zaidi, kwa sababu wana compete na wachezaji wazuri zaidi. Tumekuwa na daraja kubwa, tumeshuhudia mapinduzi makubwa yakionyeshwa na Singida Fountain Gate, ya kiuchezaji, ya kimuundo. Pamoja kuna lundo kubwa la wachezaji wa kigeni. Hiyo Singida Black Star inaonekana ya moto sana msimu huu. Tukirudi Singida hapo kuna story kidogo. Hapo Singida kuna story binafsi mimi, na kuna vitu vinanivutia Singida. Yani tukichukua Singida, tukitazama katika jicho fulani la kimpira, yani inamaanisha watu wa mpira wakitazama Singida kwa jicho la mpira, watagundua Singida wana kitu cha tofauti, huenda kuwazidi hata hivi vilabu vikubwa ambavyo tunavijua, Simba, Yanga na Azam. Watu wanafikiri Singida anatumia bajeti kubwa kusajili, ila mimi naamini Singida wana watu sahihi wanaotazama wachezaji wanaotakiwa kuwasajili, kwa sababu Singida leo wameleta bidhaa hapa, wachezaji kama 4 au 3 ambao hawa wachezaji wanatakiwa na vilabu vyote vikubwa vya Dar es Salaam hapa, lakini hao wachezaji wamekuja kupata value wakiwa Singida. Ansubada amekuja kama mchezaji wa kawaida, lakini nikimtazama leo mimi mwenyewe natamani akacheze timu nyingine na sio Singida. Nikimtazama Jonathan Soa, ananipa kitu, yani ana kitu. Nikitazama yule beki nani, Anthony Trabi anaweza kucheza timu yote hizi, timu 3 kubwa. Tukija kwa kuna Emolo au nani? Yes, Emolo. Nikiangalia timu kubwa, kuna timu fulani kubwa haina fullback wa kushoto ambaye anamkaribia hata kidogo Emolo. Na maanisha Yanga wana fullback wetu wa kushoto ambaye anaweza kucompete na mtu kama Emolo. Kwa hiyo ukija ukiangalia Singida, kwa sababu mtu kama Emolo huwezi kuniambia watu wamewekeza kwa Emolo. Ansubada huwezi kuniambia watu wamewekeza kwake, kwa sababu vilabu walivyotoka ni vya kawaida.
Kwa wanakuja kupata value wakiwa hapa. Ni ile scouting tu. Mimi Singida kwangu naona kama story mpya hivi kwenye mpira wa Tanzania. Kwa mapinduzi haya anayofanya Singida, unatamani kuona timu zingine zikiendelea kufanya uwekezaji unaofanana na Singida Fountain Gate? Ya timu Singida Black Star. Yes, kama tukipata timu 3-4 zaidi ya hii tutakuwa na ligi bora zaidi Afrika. Tutatoka hapa tulipo sasa hivi kwenye top 6 naweza tukapanda, kwa sababu kitakachopandisha hii chati sio tu mafanikio ya vilabu fulani kufanya vizuri. Wataangalia ligi itafuatiliwa zaidi, ligi itakuwa iko value, yani value yake huko nje itatajwa sana. Kwa hiyo ligi itapanda kwa sababu hizo. Yani ligi haipandi tu kwa sababu ya Simba kucheza final au Yanga kucheza final. Kuna vitu 3 mpaka 4 vinavyosababisha ligi kuwa bora. Hizi sajili, aina wachezaji wanaokuja kwenye hizo timu, ndio vitu ambavyo vinapelekea ligi kuwa bora. Kwa mfano, ligi yetu msimu juzi, mwaka juzi tulitangaza kwamba ndio taifa la 3 Afrika kuwa na wachezaji wengi wa kigeni. Ina maana kwenye kwa Afrika tukija kwenye vali, nchi ambayo kwenye dirisha la usajili inazungumzwa zaidi ni Tanzania, inashika nafasi ya 3. Kwa hiyo kama tunashika nafasi ya 3 kwenye hiyo, maana yake tunatajwa zaidi. Kwa hiyo ligi yetu lazima itatajwa na itapanda kwenye hizo chati. Kwa sio tu matokeo, na hizo pia inafaa. Wakati tunaelekea huko kwenye kupanda kwa vilabu kuwa juu zaidi, lakini kuna siasa za Simba na Yanga, hizi hauoni kama zinauteketeza mpira wetu wa Tanzania? Na ndio maana kwenye hili kuna namna fulani naungana na Yanga kwenye hii point yao ya sasa hivi. Kwenye hii point ya siasa, kwenye upande wa siasa mimi siamini vitu vya siasa. Naungana na Yanga kwa sababu kama Yanga wana msimamo tu ambao ni wa kimaslahi yao, watakuwa hawajafanya vile ambavyo mimi nafikiria. Lakini mimi nafikiria Yanga wasimame kwa sababu ya kuondoa hizi siasa. Yani siasa sije leo tu kwa sababu Yanga ndo anataka kwa sababu yake. Yani asimame kama timu ambayo ina ushawishi, asimame kama timu kubwa, kuondoa baadhi ya vile vitu ambavyo vinaweza vikasababisha mpira wetu kushuka. Tunapanda, lakini kuna namna vilabu vinatumia nguvu kubwa kupanda, wenyewe wanaona hivyo. Hata mimi pia naona hivyo. Lakini kuna namna klabu kubwa kwa sababu zinakuwa na ushawishi na zinakuwa zina nguvu, zipewe haki ya kutizamwa kama klabu kubwa. Hauoni sasa shirikisho letu kuna namna linapaswa kujifunza, ama bodi ya ligi? Bodi ya ligi kuna namna wanatakiwa wao wasikivu tu kwangu mimi, kwa sababu kujifunza mimi naamini wanajua, kwa sababu kanuni wanazo wao, ziko chini yao, wao ndo wanawapa wengine kuzipitia. Kwa kila kitu ambacho kina control mpira wetu kinatokana na wao bodi ya ligi. Kwa mimi ninachoomba bodi ya ligi wao ni kurudi kwenye makaratasi yao ambayo wao wenyewe ndo wameandika na kuendesha mpira kupitia zile karatasi ambazo wameandika.